Karibu tena mashabiki kwenye chaneli yetu ya Namnayas Pro. Natumaini mlikuwa mkiisubiria kwa hamu sehemu ya pili ya simulizi yetu ya mwalimu. Sasa karibu tena, kaa mkao wa kula, tuendelee sasa na sehemu ya pili. Siku chache baada ya ile ndoto ya ajabu, maisha ya Vanessa yalibadilika kabisa. Alitembea akiwa kama mtu aliye katika ndoto ya mchana, aliyejaa mawazo yasiyoisha. Madarasani, sauti yake ilipungua nguvu, na mara nyingine alionekana kupoteza mwelekeo wa somo. Wanafunzi wake walistajabu, lakini hakuna aliyethubutu kuuliza. Brian aliona mabadiliko hayo. Aliona jinsi macho ya mwalimu wake yalivyokuwa na huzuni, tofauti kabisa na mwanzo. Aliona jinsi Vanessa alivyojitahidi kutabasamu, lakini macho yake yalimsaliti, macho yaliyojaa huzuni ya kimya. Hakuelewa chanzo, lakini ndani yake alihisi kuna jambo. Siku moja, baada ya kipindi cha Kiswahili kuisha, Vanessa alimuomba Brian abaki. Moyo wake ulikuwa ukipiga kwa kasi, akiwa ameshikilia daftari la mwanafunzi huyo mkononi. Brian alisogea kwa utulivu, akiwa hana chembe ya dharau, bali heshima kubwa kama kawaida. Brian, alianza kwa sauti ya utulivu, nimeona kazi zako darasani, umejitahidi sana. Asante sana mwalimu, Brian alijibu kwa sauti ya adabu, huku akitabasamu kidogo. Vanessa alimwangalia kwa sekunde chache, macho yake yakiongea zaidi ya maneno aliyotamka. Kila sekunde aliyokaa karibu naye ilimtesa, lakini hakuweza kujizuia. Hisia hizo zilikuwa kila siku, zikizidi kupenya katika moyo wake dhaifu wa binadamu. Alitamani kumwambia ukweli, lakini kila alipojaribu, hofu ilimshika, hofu ya kudharauliwa, ya kupoteza kazi yake, ya kuharibu maisha ya kijana huyo mdogo. Alijua wazi kuwa jamii haitakubali uhusiano kama huo, hata kama moyo wake ulilia kwa upendo wa kweli. Wakati huo huo, upande wa pili, Leah, mpenzi wa Brian, alianza kuhisi mabadiliko. Aligundua kuwa Brian alianza kuwa tofauti. Alikuwa kimya zaidi, mara nyingine mawazo yake yalikuwa mbali hata wakiwa pamoja. Na mara kwa mara alimtaja mwalimu Vanessa bila sababu maalum, jambo lililomchoma Leah moyoni. Kwa nini kila mara Vanessa, Vanessa, unampenda huyo mwalimu nini? Leah aliuliza siku moja, macho yakiwa mekundu kwa hasira. Unazungumza nini sasa? Yeye ni mwalimu tu, si zaidi ya hapo, Brian alijibu huku akijaribu kutuliza hali. Lakini Leah hakuridhika. Aliamua kuwa makini zaidi. Alianza kumfuatilia Brian kwa macho na masikio ya karibu. Alikuwa na uhakika kwamba kuna jambo linazaliwa, jambo ambalo halikupaswa kuwepo. Usiku mmoja, Vanessa alipokuwa nyumbani kwake, aliketi kitandani akiwa ameshika mojawapo ya barua alizozoea kuandika kwa Brian bila kumkabidhi. Aliisoma tena kwa sauti ya chini. Brian, kuna maneno yanayokaa moyoni na hayajui kutoka. Najua si sahihi, najua ni kosa, lakini moyo si wa kuamrisha. Ningependa nikueleze, lakini hofu inanizuia. Aliinamisha kichwa chake, macho yakimtoka machozi. Alikuwa amefikia hatua ya mwisho ya uvumilivu. Alijua hatima yake iko kwenye chaguo moja: kukubali kimya na kuumia, au kufungua moyo wake na kuikubali hatima yoyote. Lakini kabla hajachukua hatua yoyote, maisha yalikuwa yanapanga mtikisiko mpya. Na hapo ndipo mwisho wa sehemu ya pili. Kaa karibu na channel ya Namnayas Pro kwa mwendelezo. Asanteni sana.